Hello, mambo vipi dada Flow, msimu mwingine tena na kama kawaida sisi tunazidi tu kuflow na wadada wasichana ambao wako vioni, wanafanya kazi, wanafanya vitu na bado wanaendelea na masomo, lakini tu sio ambao wako chuoni. Wewe mdada unaifanya ujasiriamali, biashara, mambo mbalimbali ya kuonekana kwenye jamii, tutakutana hapa Dada Flow. Na kama ilivyo kawaida hatupotezi muda wala wakati. Tayari tunaye mgeni ambaye yeye atajitambulisha na nikuhakikishia kwamba anayo mengi sana ya kutuambia na atakuwa funzo sana kwako. Mimi ni Unosia AM, dereva makini ambaye nitakupitisha na kukushusha kila kituo cha msichana huyu na nini anafanya, na naamini utajifunza. Karibu. Hello. Tuko na mrembo ambaye amependeza sana siku ya leo. Umependeza? Asante. Karibu, ujitambulishe, wewe ni nani, unafanya nini ili watu waweze kukufahamu. Asante sana. Kwa majina naitwa Grace Robert Kaji. Kwa kwanza kabisa mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Kodi, Institute of Tax Administration, kilichopo Mikocheni. Kwa upande mwingine pia sikuishia tu kuwa mwanafunzi, mimi ni kiongozi katika serikali ya wanafunzi chuoni, nikisoma katika nafasi ya makamu wa rais. Pia mbali na hayo yote ya kuwa mwanafunzi na kuwa kiongozi, mimi pia kuna kitu nakifanya tofauti kabisa hivyo vitu. Mimi ni modeling, ambaye nikisema modeling inamaanisha kwamba ninavaa nguo za madukani, then yanakuwa ni kama advertisement, yani inakuwa advertised. So that is the modeling ambayo mimi naifanya. Very interesting guys. Karibu sana Kaji, nimefurahi kuwa na wewe hapa. Kaji, kama ingekuwa ni chakula ungechagua chakula gani na kwa nini? Swala ya kuchagua chakula hiyo inamaanisha kwamba uchaguzi unatokana na kitu ambacho mimi nakipenda, sio? Yes. Mwezi mimi napenda ugali dagaa. Kwa nini ugali dagaa? Kwa upande mwingine naweza kusema imetokea tu, imekuwa test fulani kwenye mdomo wangu. Lakini pia mimi ni Msukuma. Kwa ugali ni moja ya chakula chetu ambacho nipendwa. Kwa hiyo mimi napenda ugali dagaa. Ugali dagaa. Wow, very interesting. Mimi naomba nikuite Kaji. Haina shida. Kaji, mimi siku ya kwanza na kufahamu kwamba you can do vitu na vikaonekana, nilikuona kwenye campaign moja hivi. Nakumbuka kipindi kile ndio tulikuwa tumeanza chuo, alafu ni first year. Na kuona Kaji unakuwa vice. Yule namuona Kaji vice. Ilikuwaje na kitu gani kilitokea hapo, na nikaona watu wengi wamekupost na appreciation zikawa nyingi sana. Ilikuwaje hapo? Kabla ya yote naweza nikachukua nafasi hii kukuambia wewe na pia kuambia watu wanaonitazama historia fupi au vitu vifupi ambavyo vimechukua nafasi katika maisha yangu. Uongozi ni kitu ambacho kimechukua nafasi kubwa mno kwenye maisha yangu. Mimi sikuanza kuwa kiongozi leo hivi mnavyoniona kama mimi ni makamu wa rais. Everything start from the scratch. Kila kitu kilianzia chini. Mimi uongozi nilianza nikiwa A-level. Na sikuanzia hapo, naweza nikasema sikuanzia hapo. Mimi naamini mimi ni kiongozi kwa kuzaliwa. Kwa sababu I'm the first one. Wow. Tayari mimi ni wa kwanza katika familia yetu. Kwa hiyo ninaamini kwamba uongozi wangu mimi sio kwa kutengenezwa au nini, ni kwamba nilizaliwa nao ndani yangu. Kwa hiyo nilizaliwa kama first born, maisha yakaendelea. Nakumbuka nilipoingia O-level nilijaribu kuchukua fomu ya uongozi nikiwa form 3. Kwenye interview nilipita. Na kuna ile kitu naenda kwenye interview kasema hapa hamna. Kwa sababu kitu ambacho kilitokea ni kwamba swala la mwisho ambalo tuliulizwa tulikuwa watu 10. Mimi nakumbuka nilisimama mwishoni kabisa huko, wakaulizwa ingia mwanzoni kwamba kama sio wewe, nani kati yenu ambaye unamuona yuko bora? Hauwezi amini, 9 wote walinitaja mimi. 9 wote walinitaja mimi. And then I was like, so pia na ambao na compete nao pia wanaona kama vile mimi ni nini, mimi kwamba ninaweza. Lakini kitu ambacho kilikuja kutokea baadaye sikupata ile. Lakini pia leo ninaposimama hapa na kusema
sijawahi kujutia. Kwa sababu gani? Kwanza kabisa, Mungu hajawahi kufanya kitu ili kukuumiza. Yaani hilo liko wazi. Kwa sababu gani? Naweza nikachukua muda kuwashuhudia kitu. Hiyo siku wakati wanatangazwa viongozi sikuwepo. Na ni kwa sababu gani? Mimi sio shule ya masista. Darasa letu ilikuwa tundu kidogo, tulikuwa tundu sana. Costa akasema, "Hii darasa hamna viongozi, hatuna kuwasaidia. Nitachagua watatu tu." Na katika hao watatu sikuwepo. Ile siku niliumia sana 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 sana. Kwa time niliumia sana, lakini baada ya wiki 2 kuna mistake one of the leaders ambao walikuwa class kwetu aliifanya, ambayo ilipelekea wakavulishwa badge wote watatu. Then that time nikakaa tu nikaanza kusema, God's plan is not to harm you but to prosper you. Kwa sababu maumivu ambayo niliyapata wakati sijachaguliwa kuwa kiongozi yangekuwa zaidi pale ambapo ningekuwa kiongozi alafu nikatolewa. Tayari ingekuwa ni bad history to me. Kwa hiyo ilikuwa ni mwanzo wa mimi kusema sawa, sio kila kitu kibaya kinacho happen kwenye maisha yako ni cha kufanya labda wewe udidimia, au kusema Mungu mimi anioni, anipendi. No, sometimes Mungu anakuepusha na vitu fulani kwa sababu sisi tunaona jana na leo, ila kesho yetu sisi hatuioni, hatujawahi kugusa, yani boni zetu hazioni huko mbele. So for that time nikasema basi hapa nishagundua kitu. Mimi ni kiongozi lakini muda wangu haujafika. Yes. Nikamaliza form 4. Akili sasa, unajua ile ukishamaliza form 4 akili sasa inatanuka, unaona sasa okay fine. Nikamaliza form 4, nikaanza kupanga mipango yangu. Shule nitakayoenda, nini nitafanya, yani kana ile determination ya nini nitafanya mbeleni. Nikasema shule nilotoka mateso alikuwa kidogo, lakini bora nirudi shule nilotoka kuliko kuna mazingira mapya. Na pia wazazi wangu walinipa option 2 tu. Kama nisipoenda shule nilotoka basi niende shule nyingine, au shule nyingine ni Marian. Nikasema mazingira mapya, walimu wapya, nianza kutafuta marafiki wapya. To be so difficult. So nika opt to kurudi shule nilotoka. Mimi nimechukua combination ya EKA and school it was best kwenye masuala ya EKA, St. Mary Goretti Komoshi. So nirudi, lakini determination zangu na maombi yangu kwa Mungu wangu nilisema nitakapo kanyaga kwenye ardhi basi anibariki nikawe monitress. Yaani niliomba alikuwa monitress. Na kwa tukao tukikaa hii familia tukisali kama tu leo zamu yako Grace kusali, lazima tu nitaambia Mungu naomba nikifika shule niwe monitress. Yaani tukimaliza hivi saa mama anacheka. Kwa naomba kuwa monitress. Lakini ambacho nilikuwa nakiona nasema siwezi, watu hawawezi kuniona mpaka nianzie chini. Sikuwahi kuwa kiongozi there before. Kwa lazima nionyeshe watu kwamba nina uwezo fulani, ninao. Kwa sababu kama wewe ni mama, kama wewe ni baba, huwezi kucontrol watoto wako 2, 3, hata mmoja kule nyumbani. Utawezaje kucontrol vitu ambavyo kwenye kampuni? Watu walio kwenye kampuni utawezaje? Kwa akili yangu ngasema nikianzia hapa nitaonekana. Kuna some point nitaonekana. Kwa ni kweli. Nilifika, Mungu ni mkubwa. Tuliingia darasani, class teacher akasema monitress, wakanyosha watu baadhi. Nikasema hivi kweli mimi nikoga na kauoga fulani hivi. Nikasema hivi kweli nitachaguliwa hapa? Nitachaguliwa kweli? Yaweza mimi ile nanyoosha tu mkono wangu, ndio the moment mwalimu anageuka hivi. Akasema when is graduation? Ambesa. Okay. Wewe utakuwa ndio the leader monitress, alafu huyu ambaye nimemchagua mwanzoni atakuwa chini yako kwa sababu wewe kidogo mazingira unayajua. Then I say wow. Maombi yangu yamejibiwa. In this time ali ninyosha wa pili, lakini nikawa kama mimi ndio wa juu alafu mwingine wa chini yangu. Kwa kweli ile ilikuwa ni fursa kwangu. Fursa kwangu. Kwa nao nitazama kama kuna mtu alisoma na mimi atakuwa ni shahidi. Ya nilitumika katika nafasi hiyo ya kuwa monitress tu wa kawaida, lakini najua mambo niliyofanya it was beyond. Na nina uhakika huo. Tusiona hicho the time ambayo ilifika darasa langu wenyewe walikuwa wananiita mama. Kwa maana hiyo sio kwamba mama kama nimewazaa umefanya nini. Yaani nilikuwa tu na ile role ambayo nilikuwa naifanya. Sikuwa tu kiongozi. Nilikuwa dada kwa watu. Watu wanaweza akaja kanielezea shida yake, nilikuwa dada kwao.
Wow. Kwa ilikuwa ni mama kaji. Kwa ndo hivyo maisha yangu aliendelea, niliishi na watu vizuri, lakini nisiwe muongo, changamoto ziko nyingi. Darasani watu walikuwa ni watu wa aina tofauti. Unajua kuna wakorofi, kuna wapole, kuna wenye dharau, kuna ambao watakuona ufai, yani kuna ambao watakupata kuna ambao watakupata akiwa na shida tu. Wapo, lakini ukishakuwa kiongozi inabidi emotions zako uweke pembeni. Hata mtu akikutukana, kasirika, lakini weka limit au kasirika kama kiongozi. Usikasirike kama yani Grace Kaji, hapana. Kasirika kwamba sawa amenitukana mimi kama Montress. Okay. Fanya vitu wise, yani maamuzi yako yawe very wise. Usikurupuke tunasema. Yes, jamani, very interesting. Na wakati nawafahamu Mama Kaji tulikuwa mwaka wa kwanza nakumbuka, na ilikuwa hostel. Siku namuona tu alipojitambulisha tu kwangu nikamuita Mama Kaji, and guess what? It was before me kwamba ana umama ndani yake. So hata mimi mara kwanza wakati nakutana naye, like yani kuna vitu anafanya una feel huko nyumbani, yani the care ambayo anakupa una feel huko nyumbani. Okay, tutoke huko, lakini mimi nimekutana naye first year na nimekuwa very very proud of her kwa sababu ya mambo ambayo makubwa na mazuri ambayo ameendelea kufanya. Tutoke sasa huko, hiyo ni story fupi ambayo imetuonesha ulipotoka na ulipo. Lakini sasa hivi wewe upo kwenye nafasi ya chuo, lakini ni kama upo kwenye ofisi ya rais. Hii kwako unaichukuliaje na ilikuwaje paka wewe? Kwa sababu nakumbuka ndio kwanza tu tulikuwa tumeingia first year, unajua unakuwa umeingia na uoga kwamba pia kweli chuo mazingira magumu, watu unakutana nao chuo, tunapata zile message tofauti before ya kuingia chuo. Chuo ni kubaya, chuo kunaharibu watu, uongozi wanapendeleana, uongozi wanachaguana wenyewe. Yani ukiingia unakuwa tu mimi nataka kuingia na kutoka, sitaki mingine. Lakini wewe kijiti kikakuangukia, ilikuwaje? Ilikuwaje inabidi tu connect na hii story pia unatoka kuifanya. Baada ya mimi kuwa Montress, tuanzia hapo. Ikafika muda sasa tena wa kuchukua form tena. Nilikuwa naoga kutokana na nyuma, ilikuwaje kama nilikosa. Lakini niliomba sana. That is God first. Mungu wa kwanza. Hayo mengine anafuata tu. Kwa hiyo nikachukua form, na sikuchukua form kwa mimi kutaka this time. This time ilikuwa ni darasa langu. Wow. Kwamba just go. Ulianza kwa siara nini wewe? Ukaona machawa. No, for that time naongelea bado tuko 11. Nilichukua form ya Food Health and Nutrition. Ilikuwa ni by the force ya wanafunzi. Kwa hiyo and the good part ni kwamba baada ya kumaliza form 6 graduation day nilipata best leader. Nilifurahi sana kwamba mama mbona yanafanya yameonekana sasa. What I wanted onekana. Kwa hiyo nilipata best leadership and I was very happy. Baada hapo niliingia chuo. Kweli kabla ya kuingia chuo, kitu kingine kama sijasahau. Sikuishia hapo. Mimi baada ya kumaliza form 6 nienda jeshi. Maisha ya jeshi mnavyoyasikia 100% sio kweli. Ila some percent ni kweli. Lakini nilipofika kule pia, kwa sababu uongozi ulikuwa ndani yangu, pia nilikuwa kiongozi. Jeshini? Jeshini nilikuwa kiongozi wa kumbania katika platoon. Afande. Nilikuwa kiongozi pia. Na pia nilitake my part kutokana na mazingira yaliyopo, nilikop na mazingira yaliyopo, nikatake my part, nilifanya maana nilikuwa karani. Ile kwa maana wewe huwezi kwenda kuwala kabla watu hawajatimia. Ilikuwa ni ngumu mno. Utaenda kuwatafuta hao watu waenda kudoji huko. Utaenda kuwatafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini ukiichukulia inakuwa tu okay, ni kazi sana nimepewa nitafanya. Inakula hamna, hapana. Mimi nakumbuka uongozi wangu kule jeshini niliamrishwa tu. Kwa zia leo wewe ni fulani. Imeisha na hamna kusema hapana. Kwa hiyo pia nikasema sawa, hii ni fursa. Kwa hiyo nikatumika, nikamaliza jeshi salama salmini, nikaingia chuo. Kwa nilikuwa naogopa. Chuo ilikuwa kinaniogopesha. Ukienda chuo kuna hiki, ukienda chuo kuna hiki, wanachuo mna hivi, lakini trust me, kila kitu ni mpaka experience ndio utaelewa. Yaani usisikilize maneno ya watu. Go and look what is inside.
Kwa hiyo mimi niliingia chuo nikiwa na determination zangu kama unavyosema, yani niingie nitoke. Kweli hayo ndio kama mawazo. Kwanza nilisema chuoni sitaki buguza yoyote. Nafika pale mimi ni kusoma, kuondoka. Kusoma, kuondoka. Lakini maisha yako unaweza kuyapanga, lakini Mungu ana mipango yake mingine. Yeah. Kweli nikafika chuo. Hiyo siku nimekaa darasani, akaingia president for that time. Akasema, "Sia ni nani?" Sasa kuna dhana alikuwa amejitolea, maana Sia kama mtu anaogopa ndio tuko wapi, hamna mtu anemjua mtu, hamna mtu. Kwa akajitolea akasema, "Sasa inabidi mpate na msichana." Alinitaja. Nilikuwa simjui for that time. Mpaka nilikuwa busy na simu yangu. Nikashangaa natajwa. Na alinitaja kwa jina langu ambalo ni la mitandaoni, Miss Kaji. Miss Kaji, akasema huyu kanijuaje? Yaani imekuaje kuaje? Lakini kumbe pia watu wanasemezana. Mimi kuna watu nilisoma nao wao pale chuoni. Kwa hiyo wanasemezana kwamba huyu alikuwa kiongozi na mazuri yangu. Ukifanya mazuri yanaonekana na yatasemwa. Yes. Kwa namna hiyo nikapata opportunity ya kuwa general CR. Ambao general CR kwa chuoni kwetu ni mbunge. Yeah, I was a general CR, bunge. Nikasema okay. Mimi kila kitu kwangu ni fursa. Wow. Yaani kila kitu ambacho kinakuja mimi mbele yangu ni fursa. Hata leo hii niko hapa nimetoka nilipotoka. Nina uhakika hii ni fursa. Sikuwahi kudhania kwenye maisha yangu siku moja unosi utaniita. Wow. Nitakaa hapa. Kama nitaongea in front of the camera, kama ninaongea na watu, naongea na mabinti, naongea na wanachuo, naongea na kina mama, naongea na kina baba. Hii ni fursa. Kuna kitu Mungu anataka kuiconnect hapa. Kwa nikawa CR. Baadaye ikafika tulipata likizo kabla ya kuingia semester 2. Nilitafutwa na mtu. Just from nowhere. Yeah. Yapo huyo mtu tulikuwa na mazungumzo, lakini sio yale kwamba kunitafuta kwanza kuniuliza. Actually huyo mtu ni mwenyekiti wa UVCCM chuoni kwetu. Kwa kumbe mara kwanza wakati tunaongea vile ananiuliza maswali, kumbe alikuwa ananidadisi. Alikuwa ananidadisi story. Kama tunapiga story kama hivi na anambia mimi nilikuwa kiongozi, nikafanya hivi nafanya hivi. Kwa hiyo tukaribia kufungua chuo akanipigia. Mambo poa. Unatamani, alikuja so direct. Unatamani au unataka kuwa kiongozi chuoni? Nilicheka. Akasema sema, nikamwambia God wish. Watu watutaje sehemu za ukuu. What kind of blessing? Wow. Akasema if God wish. Akasema basi sawa. Kuanzia leo unajua ni mwania wa nini? Wakati cha makamu wa rais. Kestia. Too young. Yaani kwanza nimeingia semester ya kwanza I'm too young. Yaani nikiangalia miaka yangu chuo kiangalia jamani, kuna mwaka wa 3, kuna mwaka wa 2. Yaani nilikuwa na uoga fulani, lakini nikasema hapana. Kama niliweza nyuma hiki kinishinde nini? Kama niliweza kusimama mbele ya watu 1000 na nikaongea kitu kanisikiliza huku chuo, kwa sababu huku chuo unadili na watu indirectly. You're just there, unasikiliza watu indirectly, yani wewe unakuwa ni kama bridge ya kuwafikia wale huko juu. Kwa basi nikachukua fomu. Kwa ile kampeni ni ngumu. Yaani haijalishi unasema ile watu wangapi wanakukubali. Ikifika kwenye masuala ya kampeni hujui mpinzani wako atasema nini. Hujui mpinzani wako atakuchimba kiasi gani, atakutengenezea nini ambacho itakuwa kama ni aiviza, kama ikipasuka hapa mimi nimeisha. Hujui kani kwa wani huko kwenye hati. Kwa I went well, lakini pia narudia tena God first. Niliomba nikasema Mungu, kama hiki kitu ni cha kwangu, hata mtu afanye nini kitakuja kwangu. Wow. Kwa mimi kwa kweli kusema kweli nilitumia nguvu nyingi katika hofu, lakini sikutumia nguvu nyingi katika ushawishi, kwa sababu tayari huko nyuma nilishatengeneza kitu ambayo ilikuwa tayari ni ushawishi kwa watu. Kwa mimi kuchukua form pia ilikuwa ni msukumo wa darasa langu wenyewe. Kipindi tulikuwa bachelor 1. Kwamba wewe ndo vice wetu. Wewe ndo vice wetu. Yaani kila mtu was like, wewe ndo, na watu walianza kuniita vice hata kabla. Yaani watu walivyosikia tu nimechukua form. Vice. Kwa nini wanasema Amina? Amina means umeshapokea chakwa cha kwako. Na kiwe hivyo. Amen. Kwa nikachukua form, nikajaza na president wangu,
tukajaza, tukapeleka, tukaingia screening. Screening pia majina yetu pia yalitoka na yakawa ya kwanza. Unajua kuna screening ya lazima tuke makundi mawili. Hii sana tubai competitor. Kwa hiyo ilitoka lakini majina yetu pia yalikuwa ya kwanza pale. Wow. Kwa hiyo nilikuwa nishaona okay, we are going to take this. And tayari hapo kwenye screening tu tayari majina yetu pale yamewekwa. Haijalishi wameweka bahati mbaya au basi tu, lakini sisi ndio tutakaoshikilia hiki linki. Kwa baada ya hapo kampeni ikafika siku ya voting, kweli kuwavuta, maana wanafunzi wakishasikia leo ni siku ya kupiga kura hawaji chuo, afu chuo chetu ni kidogo. Yaani kwa wasipokuja pia ni kwa ibidi ya kupiga tu simu, iko wapi, mmefika wapi? Njoeni hata kama mko watatu basi pigeni hizo tatu. Kwa ni ngumu, afu pia ilikuwa inatia hofu kwa sababu hujui mtu akiingia kule ndani anaweza kubadilisha maamuzi. Anaweza kubadilisha maamuzi. Tupo joto hapo. Ilikuwa ni ngumu lakini Mungu ni mkubwa, ikafika jioni. Tulishinda kwa kishindo, tulishinda kwa 70% na kitu. Wow. Yaani kwa 70%. Na upo first year. I was just imagine. 70% na kitu ya kwa namna hiyo utambulisho wangu ulibadilika. Kwa leo kwa minisave kwenye simu Gracia libadilika. Wow. Nikawa vice, ilikuwa ni ndoto ambayo sikuwahi kuiota kabisa. Wow. Kabisa kwamba mimi kuna siku watu wataniita mheshimiwa. Kuna siku nitakuwa respected. Kuna siku nitakutana na watu ambao sikudhani kuna siku nitakuja kukutana nao. Watu wa kunitafuta sikudhani watakuja kunitafuta. Lakini imekuwa ni fursa ya kila kitu. Kwa namshukuru Mungu kwa hii nafasi nilikuwa nayo. Sijutii bali naifurahia kwa sababu ninaamini kwamba nimepewa na Mungu. Mambo ni mazuri jamani. Wasichana, mabinti, vijana wa chuoni jamani mnaotazama. Okay, tuendelee hapo Kaji. Naamini unayo mengi na unazo testimony nyingi ambazo zinaweza zikamfanya yule kijana au binti akawa motivated na vitu unavyovifanya. Wewe kama kiongozi, vitu gani unazingatia ili kutreat watu, yani kubalance mizani, kwa maana wasione unawapendelea wala wasione hauwapendelei unawabania? Vitu gani wewe kwako kama kiongozi na unatamani kuwashauri viongozi wengine? Apart na viongozi wa chuo, kuna viongozi tayari wanakutazama aidha kwenye biashara zao tayari wewe ni kiongozi, kwenye familia tayari wewe ni kiongozi. Wewe kama kiongozi, vitu gani unavitem kama hizi ni sifa za kiongozi ambaye na mimi nazitumia ili kutreat watu wangu vizuri nikiwa chuo? Okay. Kwenye swala la uongozi, uwaga ikishafikia muda wa kutoa maamuzi fulani ni ngumu mno. Pale ambako watakuwa utoe maamuzi kwa watu wapendao, utoe maamuzi kwa watu ambao unawajua, utoe maamuzi kwa ndugu zako, yani inakuwa ni ngumu. Lakini kuwa kiongozi ni kama nabii. Kuwa kiongozi inabidi ufanye equality, sio equity. Equality sio equity. Yaani inabidi uwe sawa kwa kila mtu. Kwa sababu pale ambako utakengeuka, tayari wewe kwenye good leader tunakutoa. Utakuwa uwe tayari kwa kila kitu. Hata Yesu pia alikuwa kiongozi. Alikuwa kiongozi. Na alikuwa anafanya vitu katika usahihi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema ninaongozwa na Roho Mtakatifu. Maana ni ngumu. Ni ngumu kusema kweli, ni ngumu. Nilikutana na changamoto nyingi sana. Especially kwa chuo ni ngumu sana kukutana na changamoto kama hizo. Lakini nikirudi nyuma shule, nina marafiki wa kila aina. Kuna wakorofi, unakuta sana inabidi wewe umpe adhabu. Lakini kusema kweli sikusita. Kwa sababu nilikuwa na play my part. Na hiko ndio kitu ambacho mimi kinanifanya mpaka leo hii nakaa hapa naitwa makamu wa rais. Kwa sababu ningependelea, sidhani kama kuna mtu alikuwa na historia kwamba alikuwa kiongozi mzuri. Hapana, alikuwa anapendelea marafiki zake tu. Mimi rafiki zangu walikuwa yani kuna muda sana ni Kaji, mbona hivyo mimi rafiki yako? Naambia hapana. Siwezi nikamwacha form 1 anateketea. Kusaidia wewe ambaye umekingeuka, hapana. Na kiongozi mzuri ni kuwa kwenye mstari. Ukinyooka, hata kama yani mimi nasemaga ni bora mtu anichukie kwa sababu nimefanya mazuri. Ni bora mtu anichukie kwa sababu nimetenda haki. Sawa, I'm ready kupoteza marafiki. Kwa sababu huyo form 1 unayemuonea, ujue kesho atakuwa nani. Kwa sababu for sure ni juzi wamegraduate form 6 Yes. Au form 6 graduate kipindi mimi niko form 3, wao ndio walikuwa form 1. Just imagine.
Kuna mtu unautana naye mpaka unasema huyu mtu naangalia uko kiongozi sawa. Yaani political nyingi afa ni usijipe guarantee. Afu uongozi ni kitu cha kupita, ni maisha. Ujui there is life after leadership. Ujui. Unaweza fika sehemu mzee ni mrefu ila aloko mbele akawa anakujua akamwambia njoo huko. Kuna vitu kama hivyo. Kwa tuwatreat watu vizuri. Wewe kama ni kiongozi unaniangalia hapa, fanya haki. Haki tu. Yaani bora uchukiwe na ndugu, jamaa na marafiki. Kwa sababu you don't have a guarantee kwamba hao watu ndio watakubeba siku ukianguka hapo. Kwa tenda haki, tenda haki, tenda haki. Kiongozi tenda haki. Huyo ni Mama Kaji, Mheshimiwa Vice President. Wow, very interesting na story yako. Kuna kitu ambacho mimi mwenyewe binafsi naendelea kuamini kwamba inawezekana. Tuendelee hapo Kaji. Kama wewe usingekuwa kiongozi, yani tutoe huo uongozi, ungekuwa tu ni raia wa kawaida chuoni, kuna namna ambavyo kiongozi na mtu wa kawaida behave za chuo zinaweza zikatofautiana. Chuo sio kibaya, ila watu ndio wabaya. Sasa tunaambiwa chuo makundi yanaharibu watu, wasichana wanaharibika sana, wasichana wanapoteza muda, vijana wanapoteza muda wakiwa chuo. Wewe sasa kwa mfano, kwa sababu sasa hivi wewe ni kiongozi, tunaamini una respect muda wako, una respect namna vitu unavyofanya, una behave, namna unavyoongea na watu, ratiba zako unavyozipanga. Turudi sasa, usingekuwa kiongozi, alafu sasa kuna hizi term kwamba vyuoni kuna watu wanaharibika, vyuoni kuna wasichana wanapoteza muda, vyuoni kuna wasichana wanafanya hivi, vijana wa chuoni ni wabaya. Yani kwako ingekuwaje au ipoje kwa upande wako? Hapa inabidi sasa tuanze imaginations. Kweli vinavyosema ni ukweli, ndio kukataa. Yaani kuna mambo mengi na tunayaona. Tunayaona. Vijana wengine wanaharibikia wakiwa vyuoni. Kwa kinachohitajika ni akili kichwani. Akili kichwani, na narudia tena, mweke Mungu mbele. God first. Kwa sababu hujui, kuna wengine wanaharibikiwa sio kwa kutaka. Sio kwa kutaka. Kuna vishawishi vingine ukivivuka unasema huyu ni Mungu, sio kwa akili zangu. Kwa muda mwingine maisha, mazingira yanaweza akawa magumu, lakini asikufanye wewe ukajishusha thamani yako. Ukawa mbaya katika jamii. Kwa mimi labda tufanye imagination kwa maana kwa kiongozi, kwa sababu najijua na kwamba tuseme najijua, alafu kuna ile kitu kwamba najua nilifuata nini. Au pia kupitia story, mimi pia sipendagi kuaga mfano. Yaani so unaona fulani, sipendagi kuwa mfano mbaya kwa kweli. Mimi napenda kuwa mfano mzuri. Kwa hapa kwenye imagination, tukae kwenye imagination. Mimi naamini Mungu amenisaidia kwa sababu hamna kitu ambacho simweki Mungu wangu. Yaani kila kitu, hata nikiamka asubuhi naenda sehemu fulani, hata kuja huku nimemweka Mungu kwamba hiki kitu ambacho naenda kukifanya kitazae matunda. Na kama sicho, hebu weka beri hapo, yaani nisifike. Yaani kuna vitu waga namwambiaga Mungu kwamba hata kama nakitaka, mimi na kwenye macho yangu ya nyama nakiona ni kizuri. Lakini kama unaona ni kibaya, hebu cut it off. Nitahuzunika, lakini najua kuna siku tu nitarudi kusema Mungu asante. Kwa hiyo nina imagine kwamba Mungu angekuwa pale kama alivyokuwa na mimi hapa sasa hivi, kwa sababu licha ya mimi kuwa kiongozi pia mimi ni mwanachuo. Hamna kitu kama hicho kinanizuia mimi kuharibika. Hamna. Hamna, yani uongozi just part. Na inawezekana pia uongozi nikautumia vibaya na ukanisababishia mimi kuharibika. Hiyo ni kweli. Kwa kila kitu utakuwa tu uwe na akili kichwani. Makundi, angalia na watu ambao unaongozana nao. Na siku zote mkienda kwenye kundi la watu, maji waga itenga na mafuta. Hasa usijilazimisha mafuta ukachanganyika na maji. Ndio hapo watu wanapoanza kuharibika. Umetoka nyumbani kwenu vizuri, unamcha Mungu, umeelekezwa na wazazi wako 1 2 3, lakini kutokana na maisha ambayo wewe unayatamani, sio mbaya kutamani maisha fulani. Hamna mtu ambaye atamani kwenda kwenye mahoteli mazuri. Lakini angalia ninachokifanya, yaani kutaka hayo maisha ninachokifanya kuyapata hayo maisha ni sahihi. La sivyo kulazimisha mambo lazima tutakupeleka huko. Yaani kama enda huko atakupeleka huko. Kwa hiyo mimi kwa kweli watu wakubaliane tu na hali.
what kind of confidence ambayo msichana anakaa kwenye meza ya wakuu ambapo alikuwa na hofu, akathubutu, akaonesha uwezo wake. Lakini before story inatuambia nini kuhusu yeye kwenye uongozi wake? Ni kitu ambacho kinamata sana. Je, sasa hivi wewe unayetusikiliza, kuna kitu gani ambacho sasa hivi ukiwa kama binti kijana kwenye huo umri wako umekitengeneza ili baadaye kutengeneza mazingira au taswira ya watu kukutaja sehemu kama hizo? Na tunaona Kaji, wewe tayari ni kiongozi, unafanya vitu vikubwa, vitu kama hivyo. Lakini tumeona kwenye introduction yako hapo ametuambia yeye ni model. Unatumia vigezo gani watu kukupata mpaka ukawafanyie model, na vitu gani ambavyo kikakushawishi mpaka wewe ukawa model? Kwa kweli kwenye ushawishi hapo hamna ushawishi, lakini kama naweza nikarudia na hisi kitu nimekisema kwamba kila sehemu ambayo upo ni fursa. Mimi makamu wangu wa rais ulinifanya nionekane kwa namna nyingine. Ilikuwa ni graduation mwaka jana. Walihitajika maashers wale wa kupokea wageni. Wakachaguliwa and I was the one ambapo pia nilikuwa na appoint watu. Board ya graduation ikakaa, akasema vice inabidi aingie huko. Rais alikuja akaniambia inabidi uwepo katika watu ambao watapokea wageni. You have to be there. So nikasema haina shida. Tukaenda kwenye duka moja ambayo tulipelekwa sasa na alikuwa anasimamia. Tukaenda tukapimishwa nguo. Sasa katika wote ambao nilikuwa nao walikuwa ni wadogo hivi, kwa nguo zao zikahitaji fitting nini, lakini nilivaa mimi kwangu ilikaa yani yani kama vile walinishonea kwamba okay huyu mtu atakuja kipindi fulani ataivaa. Kwa sikufanya marekebisho yoyote ili ni fit. Kwa mdomo mwenye duka aliponiona akasema wow, hebu muandike jina haraka hapo, muandike chukua na namba zake haraka, hebu mpige picha hata na hii nguo aliyokuwa ameivaa. Kwa mimi sikuwahi kufikiria kwamba eti siku moja nitakuja eti nitavaa nguo za watu kuziadvertise. Modeling kibonge. lakini hiyo ni fursa ambayo nilipata kwa mimi. Maana sidhani kama ningekuwa sio kiongozi, ningekuwa mtu from nowhere tu. Sidhani kama ningefika hiyo sehemu. Kwa kila kitu ni fursa. Yaani kila kitu ambacho kinakuja kwenye maisha yako usikichukulie nomo. Inawezekana unasoma chuo sasa hivi, unasoma si kozi ya nini. Mimi sasa nasomea kodi. Inawezekana maisha yangu hata story kwa masuala ya kodi. Yaani nikafanikiwa katika kitu kingine tofauti ambacho hata nilikuwa ninadhania, kwa sababu Mungu anakupeleka sehemu moja, anakutoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine, ukutane na watu tofauti. Destiny yako hujui itaangukia wapi. Kabisa. Kwa every time uwe mtu akuchakata akili yako, usikae tu na kutulia. Mimi nimejifunza iko kitu baada ya kupata hiyo fursa ya modeling, ndio kujifunza sema okay, hii kitu inaweza kaa kina profit kuliko. Kwa sababu kama sasa hivi unavyoangalia kuna mswada huu wa VETA. Umalize chuo, uende VETA, utazeeka unasoma. Tutazeeka tunasoma. Kwa tutafute fursa. Fursa ni nyingi. Sehemu nyingi, usikae tu ukasema hata kuosha vyombo mimi siwezi, mimi mwanachuo siwezi nikafanya. Kaoshe vyombo. Kadeki. You never know. Sehemu gani hiyo itakutoa. So that's all. Wow. Very interesting story. Na tunaamini kuna episode 2 inaweza ikawa na matukio makubwa ya hivi tunavyozungumza. Wewe kama mtazamaji na unaweza kutupata na kumfuatilia Mama Kaji kwa ajili ya advertisement yuko jamani. Na ni mwanachuo na ni kiongozi. Wewe kiongozi umekaa hapo, I'm the leader, sitaki kutembea kwa miguu, sitaki kwenda kujionyesha jua ni kali. Utabaki hapo unazeekea hapo. Bado kuna kazi ya VETA inatusubiri. Ni brand. Okay. Kwa majina pia narudia, naitwa Grace Robert Kaji. Kwa kunipata mimi kwa mitandao ya kijamii, unaweza ka search, niko TikTok, pia niko na Instagram, Miss Kaji KAJI, kwa namba ya simu 0763422264. Kwa chochote, hata ushauri, mimi ni mshauri mzuri sana kwa sehemu zote. Iko kitu ambacho Mungu pia amenibariki. Kwa karibu Dada Flow, tunazidi kwa Flow. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Unosie M. Usiache kutufuatilia kule YouTube pamoja na Instagram. Soon video hii itakuwa out. Don't miss. Bye.